Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, amesema serikali inaendelea na mkakati wa kufungua milango ya ujasiriamali kwa kutekeleza sera na programu mbalimbali zitakazowasaidia wananchi kuendana na soko la ajira ili kujiongezea kipato. Waziri Mkuu ametoa kauli hiyo Alhamisi, Machi 13, 2025 baada ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa shule ya amali ya Makomelo iliyopo Nzega mkoani Tabora, ambayo ujenzi wake umegharimu shilingi bilioni 1.6. Amesema shule hizo zinajengwa nchini kwa lengo la kupanua na kuboresha mazingira ya kujifunzia sambamba na kutoa elimu yenye ujuzi na vitendo yenye kukidhi katika ulimwengu wa ajira. Bila kujali elimu ulionayo, ili mradi unatamani kuwa fundi mahiri kwenye eneo hilo, tumeweka utaratibu mzuri sana wa kuelimisha, huku tukianza kujenga msingi wa ufundi mahiri kutoka kwenye ngazi ya sekondari kwa kujenga shule ya amali kama hii. Kwa hiyo Watanzania, nimekuja kuhakikishia kwamba serikali yenu inaendelea na mkakati wa kuhakikisha kwamba tunawafungulia milango ya ujasiriamali, milango ya kuwawezesha. Ukiwa huko uraiani unaweza kufanya shughuli ikakupatia soko na ukafanya shughuli ikakupatia kipato ukaendesha maisha yao. Tunaona walioingia kwenye kilimo saizi wana kitalu kidogo, wanalima mboga au mazao ya bustani na anavuna sana na anapata kipato chake. Na tumewakuta huko hata waliomaliza vyuo vikuu wanafanya hizo kazi, ili mradi ametamani yeye mwenyewe kuingia kwenye sekta ya kilimo, kuingia kwenye sekta ya mifugo, kuingia kwenye sekta ya uvuvi, lakini pia ufundi kwenye maeneo haya, lakini pia hata ya utoaji huduma. Tumeona haya ndio malengo ya serikali ya kuwafikisha vijana wote ambao mpo kupata ujuzi, ili ujuzi ule utumike katika kujipatia kipato. Tupunguze uhitaji wa ajira. Ni kweli uhitaji wa ajira, ziko ajira rasmi za serikalini kwenye halmashauri, lakini kuna ajira ambazo si rasmi, lakini zenyewe pia zinaleta mapato ya mtu mmoja mmoja, ikiwemo na ufundi mahiri. Amesema sehemu kubwa ya maoni ya vijana walioshirikishwa katika utafiti uliofanywa na ofisi ya Waziri Mkuu wameshauri kuanzishwa mafunzo ya ufundi mahiri kwa ngazi mbalimbali katika kukabiliana na tatizo la ajira kwa vijana. Tumegundua kwamba tuna vijana wengi nchini wamemaliza ngazi mbalimbali za elimu. Wako ambao wanaendelea, lakini wengine hawajaendelea, na serikali tunawajibika kuwatafutia fursa za kuendeleza kipaji elimu yao, ikiwemo na vipaji vyao. Na tukagundua kwamba mchakato huu ni lazima uingie serikalini, ufanywe utafiti ili tubaini mahitaji ya hao ambao wapo waliomaliza ngazi mbalimbali za masomo. Nini tufanye kwa pamoja? Kwa hiyo ofisi ya Waziri Mkuu ilifanya utafiti kupitia wizara yake ya Kazi, Ajira na Vijana, kwa kukutana na vijana makundi mbalimbali, kuuliza uhitaji na maeneo muhimu ya kuboresha. Lakini sehemu kubwa ya maoni yao kwa matatizo na changamoto iliyoko duniani kote ya ajira. Tanzania pia na sisi tunakabiliwa na tatizo la ajira kwa vijana walio wengi. Walikuja na kushauri serikali, lakini pia hata waheshimiwa wabunge, kwamba sasa lazima tujikite kwenye ufundi mahiri, kwamba tuanzishe mafunzo ya ufundi kwenye ngazi mbalimbali, ili yote aliyemaliza hakupata nafasi ya kuendelea na yupo anaweza kwenda kupata elimu ya ufundi maalum ambao yeye anautamani, awe fundi mahiri, aweze baada ya kumaliza mafunzo hayo anaweza kujiajiri au anaweza pia anaweza kuajiri wengine. Utafiti huu uliofanywa na ofisi ya Waziri Mkuu ulipata ushauri mwingi sana. Ushauri huu ndio ambao sasa tumeingiza kwenye sera, na sera yetu ameagiza lazima tuwe na shule za ufundi kwenye ngazi ya sekondari. Wanafunzi wetu wapate elimu ya ufundi kupitia ngazi hizi za sekondari. Na sasa tulitenga bilioni 44.7 kujenga shule moja katika kila mkoa kwa kuanzia kwa ajili ya masomo ya ufundi. Nyie Nzega kwa mkoa wa Tabora mmepata manufaa ya kuwa na shule hii ya Makomelo
kwa ndio shule yetu ya ufundi. Akiwa wilayani Nzega, Waziri Mkuu amekagua na kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo na kupata fursa ya kuzungumza na wananchi katika mikutano ya hadhara iliyofanyika mjini Nzega, jimbo la Bukene na jimbo la Nzega vijijini, huku wabunge wa maeneo hayo wakimpongeza mkuu wa wilaya ya Nzega Bi Naitapwiki Lemea Tukai kwa kazi nzuri anayoifanya wilayani humo, ambayo imefanya wilaya hiyo kuwa na mshikamano wa hali ya juu kati ya viongozi wa siasa na serikali.